Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi. Hakika tetemeko la saa ni jambo kuu. Siku mtapoiona, kila mwenye kunyonyesha atamsahau amnyonyeshaye, na kila mwenye mimba ataharibu mimba yake. Na utaona watu wamelewa, na kumbe hawakulewa, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu, na wanamfuata kila shetani aliyeasi. Ameandikiwa kwamba anayemfanya kuwa rafiki, basi huyo hakika atampoteza na atamuongoza kwenye adhabu ya moto mkali. Enyi watu, ikiwa nyinyi mna shaka ya kufufuliwa, basi kwa hakika sisi tulikuumbeni kutokana na udongo, kisha kutokana na manii, kisha kutokana na kipande cha damu iliyogandana, kisha kutokana na kipande cha nyama chenye umbo na kisichokuwa na umbo, ili tukubainishieni. Nasi tunakiweka katika matumbo ya uzazi tunachokitaka mpaka muda uliowekwa. Kisha tunakutoeni kwa hali ya mtoto mchanga, kisha mfikie kutimia akili. Na wapo katika nyinyi wanaokufa, na wapo katika nyinyi wanaorudishwa kwenye umri wa unyonge kabisa, hata mtu awe hajui kitu baada ya kuwa anakijua. Na unaiona ardhi imetulia kimya, lakini tunapoyateremsha maji juu yake husisimka na kututumka na kumea kila namna ya mimea mizuri. Hayo ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ndiye haki, na kwamba hakika yeye ndiye mwenye kuhuisha wafu, na kwamba hakika yeye ni muweza wa kila kitu, na kwamba hakika saa itakuja, hapana shaka kwa hilo, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua walio makaburini. Na katika watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu, wala uongofu, wala kitabu chenye nuru. Anayegeuza shingo yake ili kupoteza watu waache njia ya Mwenyezi Mungu, duniani atapata hizaya, na siku ya Kiyama tutamwonjesha adhabu ya kuungua. Hayo ni kwa sababu ya iliyotanguliza mikono yako, na hakika Mwenyezi Mungu si dhalimu kwa waja. Suratul Hajj imeteremka Madina. Sura hii ni ya Madina, ila aya 52, 53, 54 na 55. Aya zake ni 78. Imeanzia kwa kuwaonya watu wamhofu Mwenyezi Mungu na kukumbusha vitisho vya kiyama, na kuwajuilisha wanaobisha kwa upotovu na ujinga. Na hayo yakafuatia kuletwa dalili za kufufuliwa, kwa kuleta sura ya mabadiliko katika kuumbwa binadamu na kukua kwa mimea, na ikaeleza upinzani kumpinga Mwenyezi Mungu na matokeo yake, na ikataja habari ya hija na kutukuza ibada zake. Na baada ya hayo Mwenyezi Mungu akaruhusu kupigana vita vya kujitetea, na akafuatilizia hayo kumpoza Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa masaibu yaliyokuwa yanampata kwa watu wake, kwa kutaja dhiki na mateso yaliyowapata mitume wa kabla yake. Na aya za sura hii zikabainisha dalili za uwezo wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake na mipaka ya kazi ya mitume, na kwamba hili ni onyo lisilokimbilika. Na katika mwisho wa sura wakasema hao wanaoambiwa ni washirikina wa Mwenyezi Mungu kwa kuzizuga akili za washirikina, kwamba hawawezi hata kuumba kiumbe kinyonge kabisa, naye ni nzi. Na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake. Na sura ikahimiza swala na zaka na ibada na jihadi bila ya kukusudia maovu, kwani hii ni dini ya baba yenu Ibrahim aliyemzaa Ismail, ambaye kutokana naye ndio wakazalika ukoo wa Adnan. Na matokeo ya mambo yenu ni kuwa mtume wenu akushuhudieni kwa kukufikishieni ujumbe, na nyinyi mtoe ushahidi juu ya watu waliokwisha tangulia kwamba mitume wao waliwafikishia ujumbe kama ilivyokujieni katika Qur'an. Na sura ikahitimisha kwa kutaka kushikamana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye bora ya mlinzi na bora ya mwenye kunusuru. Enyi watu, tahadharini na adhabu ya Mola wenu mlezi, na wekeni katika nyoyo zenu makumbusho ya siku ya Kiyama, kwani mtingishiko utakaotokea hapo ni mkubwa, wenye kuhangaisha na kutikisa viumbe.
siku mtapokiona kiyama, mtaona kitisho chake kinafikiria ukubwa wake, hata kama yupo mwanamke anayenyonyesha na ziwa lake lipo katika mdomo mwanawe, basi hapana shaka atamsahau na atamwachilia mbali. Na kama yupo mwanamke ana mimba, basi ataiharibu mimba kabla yafika wakati wake wa kuzaa, kwa ajili ya fadhaa na kitisho. Na ewe mwenye kuangalia, ukiona hali ya watu siku hiyo, namna wanavyoonekana hawanazo, na wanapokwenda wanayumba, utadhani wamelewa, na ilhali hawakulewa, lakini kitisho walichokishuhudia na hofu ya adhabu kuu ya Mwenyezi Mungu ndiyo iliyoondoshea utulivu wao. Na juu ya onyo hili kali na la kweli, bado wapo baadhi ya watu inadi yao au kufuata kwao kijinga huwapelekea katika mambo ya kubishana juu ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, wakamsingizia kuwa ati ana washirika, au wakaukataa uweza wake wa kufufua na kuwalipa watu kwa vitendo vyao. Na kwa huo ubishi wao na kukataa kwao hawategemei elimu sahihi au hoja ya kweli, lakini wao hufuata tu nyayo za kila shetani aliyemuasi Mola wake mlezi aliyedhalilika na uongofu. Mwenyezi Mungu amehukumu kuwa anayemfuata shetani na akamfanya kuwa ni rafiki yake na mlinzi wake na mwongozi wake, basi humpotoa na njia ya haki na akamwelekeza kwenye upotovu unaopelekea kwenye moto unaowaka na kulipuka. Enyi watu, ikiwa nyinyi mna shaka ya kukufufueni baada ya kufa, basi katika kuumbwa kwenu ipo dalili ya kuweza kwetu kufufua. Tulikuumbeni asili yenu kutokana na udongo, kisha tukaufanya tone ya manii, kisha baada ya muda tukaigeuza ikawa kipande cha damu iliyogandana, kisha tukaifanya kipande cha nyama yenye sura ya kibinadamu au isiyokuwa na sura, ili tukubainishieni uweza wetu wa kuanza uumbaji na kuendeleza kukuza kwa viwango na madaraja, na kugeuza kutoka hali hii na kuingia nyingine. Na katika viliomo katika matumbo ya mzazi vipo tunavyoviharibu tuvitakavyo, na tunaviweka imara na madhubuti tuvitakavyo, mpaka utimia muda wa kuzaliwa. Kisha tunakutoweni kwenye matumbo ya mama zenu mwe watoto wachanga, kisha tunakuleeni mpaka mkamiliki akili na nguvu. Na baada ya hayo wapo katika nyinyi ambao Mwenyezi Mungu huwafisha, na wapo ambao umri wao hurefushwa mpaka wakafikia ukongwe wa kupiswa, ujuzi wao na kufahamu kwao mambo kukasita. Na aliyekuumbeni kwa sura hii tangu mwanzo hashindwi kukurudishieni tena. Na jambo jingine la kukuonyesha kudra ya Mwenyezi Mungu kufufua ni kuwa wewe unaiona ardhi kavu yabisi, tukiteremshia maji uhai unaitambalia, na hiyo ardhi hukutuka na huzidi na hututumka kwa maji na hewa iliyoingia ndani yake. Na hapo tena hutokeza namna mbalimbali za mimea inayofurahisha kuiona, na uzuri wake ukazagaa, na mwenye kuiona roho yake ikakunjuka. Maurice Bucaille, mtaalamu wa Kifaransa maarufu aliyesilimu, amelifasiri neno alaka kwa maana ya kitu kilichotundikwa. Na hivyo ndivyo inavyothibitisha sayansi ya hivi sasa, kuwa mbegu ya uzazi ikishapandikizwa huja ikaning'inia kama iliyotundikwa kwenye tumbo la uzazi. Tazama pia sura 23 aya 14, sura ya 40 aya 67, sura 75 aya 37 mpaka 38, na kadhalika sura ya 5 ya An-Nisa aya 129 inayoeleza kuwa msimwachie mke kama aliyetundikwa. Hayo yaliyotangulia ya kuumbwa binadamu na mimea ya kupanda ni ushahidi ya kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wa haki, na kwamba hakika yeye ndiye anayehuisha maiti wakati wa kufufuliwa kama vile alivyoanza kuwaumba, na kwamba hakika yeye ni muweza wa kila kitu, na kwamba hakika kiyama kinakuja tu bila shaka kuhakikisha hali yake, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawahuisha waliomo makaburini kwa kuwafufua kwa ajili ya hisabu na malipo. Na juu yaliyotangulia bado wapo baadhi ya watu wanaojadili juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, na wanakanya kufufuka bila ya msingi wowote wa kielimu wala uongozi wa kweli au kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu cha kumuonyesha.
basi ubishi wake ni wapumbao na inga tu. Na pamoja na hayo hugeuka upande kwa kiburi na kukataa kuikubali haki. Na watu wa namna hii itakuja wapata hizaya na udhalili duniani kwa ushindi wa neno la haki, na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawaadhibu kwa moto wa kuunguza. Na ataambiwa, hayo unayoyapata ya hizaya na adhabu ni kwa sababu ya uzushi wako na kiburi chako, kwani hakika Mwenyezi Mungu ni muadilifu, hadhulumu, wala hawaweki sawa muumini na kafiri, na mwema na muovu, bali kila mmoja wao atamlipa kwa mujibu wa vitendo vyake. Na katika watu wapo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni, ikimfikia kheri hutulia kwayo, na ukimfikia msukosuko hugeuza uso wake. Amehasiri dunia na akhera. Hiyo ndiyo hasara iliyo wazi. Badala ya Mwenyezi Mungu yeye huomba kisichomdhuru wala kumnufaisha. Huko ndiko kupotelea mbali. Umuomba yule ambaye bila shaka dhara yake ipo karibu zaidi kuliko nafuu yake. Kwa hakika huyo ni mlinzi muovu na rafiki muovu. Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitazo mito kati yake. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda atakayo. Anayedhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru katika dunia na akhera, na afunge kamba kwenye dari kisha ikate, atazame je, hila yake itaondoa hayo yaliyomkasirisha? Na namna hivi tumeiteremsha kuwa ni aya zilizo wazi, na hakika Mwenyezi Mungu humwongoa amtakaye. Hakika walioamini na ambao ni Mayahudi na Wasabai na Wakristo na Majusi na wale walioshiriki, hakika Mwenyezi Mungu atawapambanua baina yao siku ya Kiyama. Hakika Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Je, huoni kwamba vinamsujudia Mwenyezi Mungu viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama, na wengi miongoni mwa watu, na wengi ni wastahiki adhabu? Na anayefedheheshwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumheshimu. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda apendayo. Hawa wagomvi wawili waliogombana kwa ajili ya Mola wao mlezi, basi waliokufuru watakatiwa nguo za moto, na yatamiminwa juu ya vichwa vyao maji yanayochemka. Kwa maji hayo vitayayushwa viliomo matumboni mwao na ngozi zao pia, na kwa ajili yao yatakuwapo marungu ya chuma. Kila wakitaka kutoka humo kwa sababu ya uchungu watarudishwa humo humo, na wataambiwa, onjeni adhabu ya kuungua. Na miongoni mwa watu wapo wa namna ya tatu, ambao imani bado haijatulia katika nyoyo zao, bali itikadi yao inayumbayumba. Maslaha ya nafsi zao ndiyo yanatawala katika imani yao. Wakipata kheri hufurahi na hutulizana, na wakipata shida yoyote katika nafsi zao au mali zao au wana wao hurejea ukafirini. Hao huwa wamekosa duniani raha ya utulivu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na nusura yake, kama akhera walivyokosa neema ambayo Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini waliothibiti na wakasubiri. Hiyo hasara ya mara mbili ndiyo hasara ya kweli kweli iliyo wazi. Mwenye kukhasiri hivi humuacha Mwenyezi Mungu na akayaabudu masanamu yasiyoweza kumdhuru pindi akitoyaabudu, wala hayamfai kitu pindi akiabudu. Kitendo chake huyo ndiyo hupotelea mbali na haki na uongofu. Badala ya Mwenyezi Mungu anamuomba ambaye madhara yake kwa kuharibu akili na kutawala mawazo ovyo ni karibu zaidi kwa nafsi kuliko kuitakidi msaada wake. Muabudiwa huyo ni muovu mno wa kumtaraji msaada, na muovu mno kumfanya rafiki. Hakika wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake kwa imani yenye kuambatana na vitendo vyema, Mola wao mlezi atawatia siku ya Kiyama katika bustani zipitazo chini ya miti yake na mito. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda pendavyo kumaadhibu mharibifu na kumlipa mema mtenda mema. Ikiwa miongoni mwa makafiri yupo anayedhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamsaidia nabii wake, basi na anyooshe kamba mpaka kwenye dari ya nyumba yake, kisha ajinyonge na akadirie katika nafsi yake na atazame, je, kitendo chake hicho kitaondoa hayo yanayomuudhi ya kuwa Mwenyezi Mungu anamnusuru mtume wake?
mfano wa tulivyobainisha hoja zetu ziwazi katika tuliokwisha teremshia mitume. Tumemteremshia Muhammadi Kurani yote, nayo ni aya zilizo wazi ili ziwe ni hoja juu ya watu. Na hakika Mwenyezi Mungu humuongoa mtakaye kuwaongoa ili isalimike tabia yake na abainike mbali na inadi na yanayosababisha hayo. Hakika wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake wote, na Mayahudi wanaonasibika na Musa, na waabudu nyota na malaika, na Wakristo wanaonasibika na Isa, na Majusi wanaoabudu moto, na washirikina wanaoabudu masanamu, hakika wote hawa Mwenyezi Mungu atakujua pambanua mbali siku ya Kiyama kwa kumdhihirisha mwenye haki na aliyepotea kati yao. Kwani yeye anajua vyema vitendo vyote vya viumbe vyake, na atawalipa kwa vitendo vyao. Ewe mwenye akili, hujui kwamba hakika Mwenyezi Mungu vinamnyenyekea na kumtii vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi, na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama, na wengi katika watu wanamuamini Mwenyezi Mungu na wanafuata maamrisho yake, na kwa hivyo wanastahiki pepo. Na wapo wengi miongoni mwao wanaopuuza na wala hawamuamini wala hawayatendi maamrisho yake, na kwa hivyo wanastahiki adhabu na hizaya. Na anayefukuzwa na Mwenyezi Mungu kutokana na rehema yake, basi hawezi yoyote kumheshimu. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, kwani yeye hutenda yapendayo. Haya ni makundi mawili waliozozana kwa mambo yaliyomhusu Mola wao mlezi, na yanayomstahiki na asiyomstahiki. Kikundi kimoja kikamuamini na kikundi kingine kikakataa. Basi wale waliokataa na kukufuru, Mwenyezi Mungu amewaandalia siku ya Kiyama moto utawazunguka na kuwapamba kila upande kama nguo inayoupamba mwili. Na uzidi kuadhibu malaika, watawamiminia maji ya moto mno juu ya vichwa vyao, yatawapenya mpaka kwenye matumbo yao, viliomo ndani viyayuke kama zitavyoyayuka ngozi zao. Na pia wataandaliwa marungu ya chuma. Kila wakijaribu kutoka motoni kwa wingi wa machungu na dhiki, malaika watawapiga nayo hayo marungu, na watarudishwa huko walikokuwako, na watawaambia, onjeni adhabu ya moto unaounguza, kuwa ni malipo ya ukafiri wenu. Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitiwazo na mito kati yake. Watapambwa humo kwa mapambo ya mikononi ya dhahabu na lulu, na mavazi yao humo ni hariri. Na wataongozwa kwenye maneno mazuri, na wataongozwa kwenye njia ya msifiwa. Hakika wale waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na msikiti mtakatifu, ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote sawa sawa, kwa wakaao humo na wageni. Na kila atakayetaka kufanya upotofu humo kwa dhulma, basi tutamwonjesha adhabu chungu. Ama walioamini na wakatenda vitendo vyema, hao bila shaka Mwenyezi Mungu atawaingiza kwenye mabustani yanayopita mito kati ya majumba yake na miti yake. Humo watastarehe kwa kila namna starehe, na malaika watawapamba vikuku vya mikono vya dhahabu, na watawapamba kwa lulu. Ama nguo zao za kawaida zitakuwa za hariri. Na ziada ya starehe yao humo peponi ni kuwa Mwenyezi Mungu atawajalia wawe na kauli njema na vitendo vizuri vya kusifika. Basi watakuwa wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kumtukuza, na watakuwa wenyewe kwa wenyewe wakiamiliana kwa mapenzi na amani. Hakika wale waliokufuru, yaani waliomkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na pamoja na hayo wakawa mtindo wao kuwazuia watu wasiingie katika Uislamu, na kuwafanyia pingamizi waumini kuingia kwenye msikiti mtakatifu wa Maka, na ila hali Mwenyezi Mungu ameufanya huo ni pahala pa amani kwa watu wote, mkazi na mpita njia, atawapa watu hawa adhabu kali. Na hali kadhalika kila atakayekengeuka na haki na akatenda udhalimu wote katika pahala patakatifu, Mwenyezi Mungu atamuadhibu adhabu ya kutia uchungu. Na pale tulipomweka Ibrahimu pahala penye ile nyumba, tukamwambia, usinishirikishe na chochote, na isafishe nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu, na wanaokaa hapo kwa ibada, na wanaorukuu na wanaosujudu. Na watangazie watu hija, watakujia kwa miguu, na juu ya kila ngamia aliyekonda
wakija kutoka katika kila njia ya mbali, ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya nyama hoa aliyewaruzuku. Basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliyefakiri. Kisha wajisafishe taka zao na waondoe nadhiri zao na waizunguke nyumba ya kale. Ndiyo hivyo iwe. Na anayevitukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, basi hayo ndiyo kheri yake mbele ya Mola wake mlezi. Na mmehalalishiwa nyama hoa ila wale mliosomewa. Basi jiepusheni na uchafu wa masanamu na jiepusheni na usemi wa uongo, kwa kumtakasia imani Mwenyezi Mungu bila ya kumshirikisha. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni, kisha ndege wakamnyakua au pepo ukamtupa pahala mbali. Ndiyo hivyo. Na anayetukuza ibada za Mwenyezi Mungu, basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo. Katika hao nyinyi mna manufaa mpaka muda maalum, kisha pahala pa kuchinjiwa kwake ni kwenye nyumba ya kale. Ewe nabii, watajie hawa washirikina wanaodai kuwa ati wanamfuata Ibrahimu alayhi salam na wakaifanya nyumba takatifu kwa ni pahala pa kuwekea masanamu yao. Watajie kisa cha Ibrahimu na nyumba takatifu tulipomwongoza mpaka pahala pake, na tukamwamrisha aijenge, na tukamwambia usinishirikishe mimi na kitu chochote katika ibada, na isafishe nyumba yangu na masanamu na uchafu, ili iwe ni pahala pa makusudi ya mwenye kuizunguka kwa kutufu na mwenye kukaa hapo na kufanya ibada. Ewe nabii, wajuvye watu kwamba hakika Mwenyezi Mungu amewalazimisha wawezao miongoni mwao waijie hii nyumba. Basi waitikie wito wako, watakujia kwa miguu na kwa kupanda ngamia aliyekonda kwa ajili ya safari ya kutoka mbali, ili wapate manufaa yao ya kidini kwa kutekeleza hija, na manufaa ya kiduniani kwa kujuana na ndugu zao Waislamu na kushauriana nao katika mambo ya dini yao na dunia yao. Nao wataje jina la Mwenyezi Mungu katika siku ya Idi kubwa na siku 3 zifuatazo, pale watapochinja waliojaliwa, ikiwa ngamia au ng'ombe au kondoo na mbuzi. Kuleni mpendacho katika hao, na muwalishe waliopatwa na shida na ufakiri. Tena baada ya hao yawapasa waondoe takataka na uchafu uliowapata wakati ule wa ihramu, yani kuharimia hija, nao ni majasho na safari ndefu. Pia waondoe nadhiri ulizomwekea Mwenyezi Mungu, ikiwa ameweka nadhiri yoyote, na waizunguke kwa kwenda kwa miguu ile nyumba iliyojengwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu duniani. Na mwenye kuzishika amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake katika hija yake kwa kuzitukuza katika nafsi yake, haya yatakuwa ni kheri yake katika dunia yake na akhera yake. Na Mwenyezi Mungu amekuhalalishieni kula nyama hoa, yani mifugo, yani ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi, ila katika hali mnazozijua kwa mlivyokwisha somewa katika Kurani, kama vile nyamafu na nyinginezo. Basi epukaneni na kuabudu masanamu, kwani ibada hiyo ni uchafu wa kiakili na kiroho, na haimwelekei mwanadamu kufanya hivyo. Na epukaneni na kusema uongo, kumzulia Mwenyezi Mungu au mwanadamu. Na kuweni wenye kumsafiania Mwenyezi Mungu, wenye pupa kutaka kuifuata haki bila kumfuata mshirika wowote na Mwenyezi Mungu katika ibada. Kwani mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu ameanguka huyo kutoka kwenye ngome ya imani, na amesalitiwa na upotovu, na ameitia nafsi yake katika hilaki ya kutisha kabisa. Ikawa hali yake kama hali ya mtu aliyeporomoka kutoka mbinguni, na midege kamrarua katika mapande, asibaki hata alama, au kama aliyepeperushwa na upepo mkali, na mwili ukatawanyika mwahala mbalimbali. Hakika mwenye kuitukuza dini ya Mwenyezi Mungu na faridha ya hija na amali zake na mihanga inayopelekwa kwa ajili ya mafakiri wa al-haram, na wakachagua walionona wazima hawana ila, basi huyo ndiye amemcha Mwenyezi Mungu, kwani kutukuza kwake hayo ni matokeo unyenyekevu wa nyoyo zilizoamini na alama katika alama za usafi wa nia. Katika kutoa mihanga hii yapo manufaa ya kidunia. Mnawapanda na mnakunywa maziwa yake mpaka wakati wa kuchinjwa,
kisha mnapata manufaa ya kidini vile vile pale mnapowachinja kwenye nyumba takatifu kwa kutafuta kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, ila kwa kuwa wanasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa na makanisa na masinagogi na misikiti, ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule anayemsaidia yeye. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mtukufu. Wale ambao tukiwapa madaraka katika nchi husimamisha sala na wakatoa zaka na wakaamrisha mema na wakakataza mabaya, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya mambo yote. Na wakikukanusha, basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu na kina Ad na kina Thamud na watu wa Ibrahim na watu wa Lot na watu wa Madiana. Na Musa pia alikanushwa. Nikawapa muda makafiri, kisha nikawatia mkononi. Basi ilikuwaje adhabu yangu? Miji mingapi tuliangamiza iliyokuwa ikidhulumu, ikawa imebaki magofu na visima vilivyoachwa na majumba yaliyokuwa madhubuti. Je, hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo zao za kuzingatia au masikio ya kusikilia? Kwani hakika si macho yanayopofuka, lakini zinazopofuka ni nyoyo ziliomo vifuani. Na wanakuhimiza ulete adhabu, lakini Mwenyezi Mungu hatakwenda kinyume na ahadi yake kabisa. Na hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka 1000 mnavyohesabu nyinyi. Na miji mingapi nilipa muda na hali ilikuwa imedhulumu, na kisha nikaitia mkononi, na kwangu mimi ndiyo marudio yote. Mwenyezi Mungu amewaruhusu waumini wanaopigwa vita na washirikina wawarejezee uadui wao kwa sababu ya dhulma iliyowapata, nao wakasubiri kwa muda mrefu. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuweza kuwanusuru vipenzi vyake waumini. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Iliyotajwa na Qur'ani tukufu kuhusu hukumu iliyomo katika aya 39 yamezitangulia kanuni zilizokuja kuwekwa na madola baada yake, nayo ni kuwa mtu kujitetea nafsi yake ni sharia, vyovyote vile itavyokuwa matokeo yake, na kwamba mwenye kuitetea nafsi yake na mali yake na nchi yake hawi ni mkosa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya waadilifu, ijapokuwa ameua mtu au ameteketeza roho nyingi. Aya hii imepasisha kuwa Waislamu wanayo ruhusa kujitetea pindi wakivamiwa, na kwa hivyo tunafahamu kuwa vita vya Waislamu vilikuwa vita vya utetezi na kujilinda, si vita vya kushambulia na kuvamia, na kwamba Waislamu waliusimamisha Uislamu na wakaupa nguvu kwa hoja zilizo wazi na dalili zilizo dhahiri. Hao ambao makafiri wamadhulumu na wakawalazimisha waache mji wao wa Makka wauhame, na wao hawakuwa na kosa lolote ila ni kuwa walimjua Mwenyezi Mungu na wakamwabudu yeye pekee. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hakuwavumilia kwa ajili ya haki wasaidizi wa kumnusuru yeye na wakamtetea kupinga jeuri za madhalimu, basi hapana shaka upotovu ungelienea na majeuri wangeliendelea katika jeuri zao, na sauti ya haki wangelinyamazisha. Wala wasingeliachiliwa Wakristo makanisa yao, wala mamonaki yani watawa wa Kikristo wasingebaki na monastari zao yani nyumba zao za ibada, wala Mayahudi wasingekuwa na masinagogi yao, wala Waislamu wasingekuwa na misikiti yao, ambamo mote humo hutajwa kwa wingi jina la Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amechukua juu ya nafsi yake ahadi ya nguvu ya kwamba atamsaidia na kumnusuru kila anayeisaidia dini yake, na atamtukuza kila mwenye kulitukuza neno la haki katika ulimwengu. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu haiendi kinyume, kwani yeye ni mwenye nguvu wa kutimiza litakalo, mtukufu hashindwi na yeyote. Hawa waumini tuliowaahidi kuwanusuru ndio hawa ambao tukiwapa madaraka katika nchi wanalinda mahusiano yao na Mwenyezi Mungu,
na pia na wanadamu wenzao. Kwa hivyo hushika sala kwa utimilifu wake, na huwapa zaka wanaostahiki kupewa, na huamrisha lenye kheri, na hukataza kila lenye shari. Na mambo yote hurejea kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Basi yeye humtukuza amtakaye na humdhalilisha amtakaye. Ewe nabii, ukiwa unapata makanusho, kuambiwa mwongo na maudhi kutokana na watu wako, basi sisikitike. Zingatia tarehe kwa yaliyowapata mitume wa kabla yako. Utaona kwamba wewe si mtume wa kwanza aliyekanushwa na kuudhiwa na watu wake. Kwani kabla ya hawa waliokukanusha wewe, kaumu ya Nuhu walimkadhibisha mtume wao Nuhu, na kaumu ya Adi walimkadhibisha mtume wao Hudi, na kina Thamudi walimkanusha mtume wao Saleh, na kaumu ya Ibrahimu walimkanusha mtume wao Ibrahimu, na kaumu Luti walimfanyia hayo mtume wao Luti, na watu wa Madiana walimkanusha mtume wao Shuaibu, na Firauni na watu wake walimkanusha mtume wa Mwenyezi Mungu Musa. Mitume hao wote yaliwapata yanayokupata wewe, na mimi niliwapa muhula hao wakanushao, ili wapate kutubia waongoke na waitikie wito wa haki. Lakini wakazua na wakaendelea na kuwakadhibisha mitume wao na kuwaudhi, wakazidisha madhambi juu ya madhambi yao. Basi nikawaadhibu kama kuadhibu. Angalia tarehe yao, utaona kuwa adhabu yangu ilikuwa kali mno, pale ilipoibadilisha neema ikawa nakama, na uzima ukawa ni maangamizo, na badala ya ujenzi ukawa uharibifu. Basi tuliwateketeza watu wengi wa miji ambayo waliimarisha kwa sababu ya udhalimu wao na kukanusha kwao mitume wao. Zikawa paa za nyumba zao zimeangukia kuta zake, hazina wakazi, kama kwamba jaza hazikuwapo. Visima vingapi vilivyobomoka na maji yake yakapotea, na majumba mangapi madhubuti yaliyojengwa kwa mawe na saruji na chokaa yamekuwa magofu, hayana wakazi. Hivyo wao wanasema wayasemayo, na wanahimiza waletewe adhabu, nao hawatembei ulimwenguni wakaona kwa macho yao walivyoteketea hao madhalimu wakanushao. Huenda hapo nyoyo zao zikabutuka kutokana na ghafla iliyowapamba, na wakati akilini yanayowapasa wakafuata hayo ya wito wa haki unaowaitia. Na masikio yao yakisikia vifo vya hao makafiri, huenda wao wakazingatia. Lakini wapi, ya mbali hayo kuwa watu hawa wawezi kuzingatia kwa wanayoyaona au kuyasikia, maadamu nyoyo zao zimekuwa kama mawe. Kwani kipofu wa kweli siye yule aliyepofuka macho, lakini ni yule aliyepofuka moyo na hatambui kitu. Na makafiri wa Maka wameshikwa na udanganyifu, na hawana walitambua juu ya kuwepo dalili zote hizi. Kwa hivyo ndiyo wanakuhimiza wewe nabii waletea adhabu uliyoahidi. Wanasema hayo kwa upinzani na kejeli, na hayo hapana shaka yoyote yatawapata, lakini kwa wakati aliyoweka Mwenyezi Mungu, ama duniani au akhera. Naye hendi kinyume na ahadi yake hata ikipita miaka, kwani siku moja kwake ni kama miaka 1000 mnayoikadiria na kuhisabu. Na wanakuhimiza uletie adhabu, lakini Mwenyezi Mungu hata kwenda kinyume na ahadi yake kabisa. Na hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka 1000 mnayohisabu nyinyi. Qur'ani kwa aya hii tukufu imeutangulia msafara wa wanasayansi kwa kueleza kuwa zama ni kipimo cha mnasaba, na kwamba fikra ya kuwa zama kwa ulimwengu ni moja kama watu wa zamani walivyokuwa wakifikiri ni makosa. Na wengi katika watu wa mijini walikuwa madhalimu kama wao, nami nikawapa muhula, wala sikuwafanyia haraka kuadhibu, na kisha nikawateremshia hiyo adhabu. Na ni kwangu mimi tu ndiyo marejeo ya wote siku ya Kiyama, na hapo nitawalipa kwa wanayostahiki. Basi enyi makafiri, msighurike kwa kuchelewa adhabu kukufikieni. Sema, enyi watu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu niliye dhahir. Basi walioamini na wakatenda mema watapata maghfira na riziki za ukarimu, na wanaojitahidi kuzipinga aya zetu, hao ndio watu wa motoni. Na hatukumtuma kabla yako mtume wala nabii ila anaposoma, Shetani hutumbukiza katika masomo yake.
lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa anayoyatia shetani, kisha Mwenyezi Mungu huzithibitisha aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Hayo ni ili alifanye lile analolitia shetani liwe ni fitna kwa wale wenye maradhi ndani ya nyoyo zao na wale ambao nyoyo zao ni ngumu, na hakika madhalimu wamo katika mfarakano wa mbali, na ili waliopewa elimu wajue kuwa hayo ni haki itokayo kwa Mola wako mlezi, na waamini na azipate kutua nyoyo zao. Na hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayewaongoa wenye kuamini kwenye njia iliyonyooka. Na waliokufuru hawatoacha kuwa katika wasiwasi kwa hilo mpaka saa iwafikie ghafla au iwafikie adhabu ya siku tasa. Ufalme wote siku hiyo utakuwa Mwenyezi Mungu, atahukumu baina yao. Basi walioamini na wakatenda mema watakuwa katika bustani zenye neema, na waliokufuru na kuzikanusha ishara zetu, basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha. Ewe nabii, waambie hao wanaokanusha, wanaokuhimiza waletewe adhabu, siyo kazi yangu mimi kukulipeni kwa vitendo vyenu, bali hakika mimi ni mwenye kukuhadharisheni kwa hadhari iliyo wazi kwamba kuna adhabu, na Mwenyezi Mungu ndiye kukuhisabuni na kukulipeni. Na wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda vitendo vyema watapata kutokana na Mwenyezi Mungu kusamehewa dhambi zao walizoziingia, kama kadhalika watavyopata riziki ya ukarimu huko peponi. Na wale waliojikukusa nafsi zao katika kuipiga vita Kurani kushindana na waumini na kuwapinga, wakitamani na kudai kwa uongo kwamba wao watapata wayatakayo, watu hao watabaki milele katika adhabu ya motoni. Ewe nabii, usihuzunike kwa hizi hila za makafiri. Yalimpata kama haya kila mtume katika mitume wetu na kila nabii katika manabii wetu, nayo ni kuwa kila wakiwasomea kitu kwa kuwaita waifuate haki, mashetani wa kibinadamu walioasi wakiyapinga ili wabatilishe wito na wawatie shaka watu kwa yale wanayosomewa. Makusudio yao ni kujiingiza kati baina ya nabii na matamanio yake ya kutaka wito wake uitikiwe. Lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa wayatakayo, na mwishowe haki ndiyo inayoshinda na kuisimamisha Mwenyezi Mungu sheria yake, na akamnusuru mtume wake. Na yeye ndiye mwenye kuzijua hali za watu na vitimbi vyao, mwenye hikma katika vitendo vyake, anaweka kila kitu mahali pake. Na hakika Mwenyezi Mungu amewawezesha waasi wanaokataa haki waweze kutumbukiza shaka na vikwazo katika njia ya wito, ili uwe ni mtihani na majaribio kwa watu. Makafiri ambao nyoyo zao zimegeuka mawe, na wanafiki ambao nyoyo zao zina maradhi, huzidi upotovu kwa kueneza shaka hizi na kuziunga mkono. Na si ajabu madhalimu hawa kusimama msimamo huu, kwani wao wamezama katika upotovu na wamevuka mpaka katika inadi na mfarakano. Na ili waliopewa elimu ya sharia na imani wazidi imani, na kujua kwamba wayasemayo mitume na manabii hakika ni kweli iliyoteremka kutokana na Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu hakika na walinda waumini kwa hima yake kutokana na matatizo yote yanayowapitikia, na huongoa kwenye maarifa ya njia iliyonyoka na wakaifuata. Na waliokufuru hawatengemei, bali wanaendelea kuitilia shaka Kurani mpaka wafikiwe na mauti, iwafikie adhabu ya siku isiyokuwa na kheri kwao wala rehema, nayo ni siku ya Kiyama, siku ambayo madaraka ya nguvu na uendeshaji mambo usio na ukomo wote ni wa Mwenyezi Mungu pekee. Siku hiyo ndipo watapohukumu baina ya waja wake. Walioamini na wakatenda mema watadumu katika bustani zilizojaa kila namna ya neema, na waliokufuru na wakazikanusha aya za Kurani tulizomteremshia Muhammad, hao watakuta adhabu ya madhila na fedheha. Na waliohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kisha wakauawa au wakafa, bila shaka Mwenyezi Mungu atawaruzuku riziki njema, na hakika Mwenyezi Mungu ni mbora wa wanaoruzuku. Bila shaka atawaingiza pahali watakapoparidhia, na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mpole. Ndiyo namna hivi, na anayelipiza mfano wa alivyoadhibiwa kisha akadhulumiwa,
basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atamsaidia. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye maghfira. Hayo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu huingiza usiku katika mchana na huingiza mchana katika usiku, na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Hayo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli, na kwamba wale wanaowaomba badala yake ni batili, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliye juu na ndiye mkubwa. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu huteremsha maji kutoka mbinguni na mara ardhi inakuwa chanikwiti? Hakika Mwenyezi Mungu ni mpole na mwenye kujua. Ni vyake viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na mwenye kusifiwa. Na wenye kuacha nchi zao kwa ajili ya kutukuza shani ya dini yao, wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu, kisha wakauliwa katika uwanja wa jihadi au wakafa vitandani mwao, Mwenyezi Mungu atawalipa malipo mazuri kabisa, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kutoa thawabu za ukarimu. Na hakika atawatia katika pepo kwenye vyeo wataoridhika navyo na vitawafurahisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzijua vyema hali zao, basi atawalipa malipo bora, naye ni mpole, huyasamehe makosa yao madogo madogo ya kuteleza. Huo ndiyo mwendo wetu katika kuwalipa watu, hatuwadhulumu. Na muumini mwenye kulipiza kisasi kwa aliyemfanyia uovu, na akalipiza kwa kadri alivyotendewa bila kuzidisha, kisha yule mkosa kaja kumfanyia uadui tena baada yake, basi hakika Mwenyezi Mungu anatoa ahadi ya nguvu kuwa atamnusuru na kumsaidia yule aliyedhulumiwa. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kumsamehe mwenye kulipiza kama alivyodhulumiwa, hamtii makosani kwa hayo. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, basi huyastiri makosa ya kuteleza ya mja wake mtiifu, wala hamfedhehi siku ya Kiyama. Msaada huo ni mwepesi kwa Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni muweza wa kila kitu. Na katika ishara za uwezo wake zilizo wazi mbele yenu ni utawala wake juu ya ulimwengu wote. Huzungusha usiku na mchana, pengine huzidi huu au huzidi huu. Inakuwa baadhi ya kiza cha usiku pahala pa mwanga wa mchana, na pengine huwa kinyume cha hivyo. Naye subhanahu juu ya uwezo wake husikiliza kauli ya aliyedhulumiwa, na anaviona vitendo vya mwenye kudhulumu, basi humtia adhabuni. Huo ndiyo msaada wenye kudhulumiwa unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kutenda kwake katika ulimwengu kama atakavyo bila ya kiwango, ni kama muonavyo matokeo yake. Na kwa hakika yeye ndiye Mungu wa haki, ambaye hapana Mungu mwinginewe pamoja naye, na kwamba masanamu wanayoabudu washirikina ni uongo, hayana ukweli, na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyetukuka juu ya vyote isipokuwa yeye mwenyewe kwa shani yake, na ni mkuu wa madaraka. Ewe mwenye akili, uzingatie haya yaliyokuzunguka uyaonayo kwa macho yenye kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukamwabudu yeye peke yake. Yeye ndiye anaiteremsha mvua kutoka mawinguni, na ardhi ikageuka rangi ya kijani kibichi kwa mimea inayochipuka baada ya kuwa na ukame. Hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mno kwa waja wake, na anajua vyema yanayonufaisha, na kwa hivyo akawatengenezea kwa kudra yake. Kila kiliomo mbinguni na katika ardhini chake yeye, na kinamtumikia yeye peke yake, na anakiendesha kama apendavyo. Na yeye hawahitaji waja wake, bali wao ndiyo wanamhitajia yeye, na yeye ndiye anayestahiki peke yake kuhimidiwa na kusifiwa na viumbe vyote. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu amevidhalilisha kwenu viliomo katika ardhi, na merikebu zipitazo baharini kwa amri yake, na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake? Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Na yeye ndiye aliyekufiisheni kisha akakufisheni, na kisha atakufufueni. Hakika mwanadamu hana fadhila. Kila umma tumewajaalia na ibada zao wanazozishika, basi wasizozane nawe katika jambo hili, na waite watu kuendea kwa Mola wako mlezi. Hakika wewe uko kwenye uongofu ulionyoka. Na wakikujadili basi sema, Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnayoyatenda.
Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku ya Kiyama katika hayo mnayokhitalifiana. Je, hujui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na katika ardhi? Hakika hayo yamo kitabuni. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Na wanaabudu badala ya Mwenyezi Mungu ambavyo hakuviteremshia ushahidi na ambavyo hawana ujuzi navyo, na madhalim hawatakuwa na wakuwasaidia. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, utaona chuki katika nyuso za waliokufuru. Hukaribia kuwavamia wale wanaowasomea hizo aya zetu. Sema, je, nikwambieni yaliyo mabaya zaidi kuliko haya? Ni moto. Mwenyezi Mungu amewaahidi waliokufuru, na ni marudio mabaya hayo. Ewe mwenye akili, huyangalia onekanayo kwa macho ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukaona anavyowasahilishia watu wote kunafiika na ardhi na viliomo ndani yake, na akawatengenezea bahari za kuendea ndani yake merikebu kwa mujibu wapendavyo yeye, na akazishika sayari zote ziliomo angani kwa kudura yake, hata zisikose mpango wake au zikaangukia kwenye ardhi, isipokuwa akitaka kwa mapenzi yake. Hakika Mwenyezi Mungu alitakasika, ni mwingi wa huruma na rehema kwa waja wake. Kwa hivyo amewatengenezea kila njia za maisha mema. Huwaje basi baada ya haya yote hamumsafinia yeye kwa kumshukuru na kumwabudu? Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu amedhalilisha kwenu viliomo katika ardhi, na merikebu zipitazo baharini kwa amri yake, na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake? Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Aya hii tukufu inakusanya maana za kisayansi za ndani. Mbingu nayo ni kila kilicho juu yetu. Inaanza kwa kuifunika ardhi kwa hewa, tena kwa anga, tena kwa vyombo vya mbinguni vinavyotoa mwanga kama nyota na kadhalika, na visiotoa mwanga wake mwenyewe kama mwezi na sayari nyingine na nyota mkia na vumbi la ulimwengu na kadhalika. Vyote hivi vinakuwa vilivyo na vinashikana kwa athari ya nguvu mbalimbali. Muhimu wa hizo ni mvuto na nguvu inayotokana na kule kuzunguka kwao. Yamedhihiri mapenzi ya Mwenyezi Mungu na huruma zake kwa waja wake, kuwa katengeneza kifuniko cha angani kina namna za gasi mbalimbali ambazo ni dharura kwa uhai. Kama pia na walinda wakazi wa duniani na mianga na vimondo na kadhalika vinavyozunguka angani, na ambavyo vinapokaribia kwenye ardhi huungua kabla havijafika chini. Na katika mapenzi yake na rehema yake Mwenyezi Mungu ni kuwa hivyo vimondo vinavyoanguka kwenye ardhi ni nadra sana kutokea, na hutokea mwahala wasipoka watu. Jambo hili la dhahiri laonyesha huruma na rehema ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake, na hayo yatilia nguvu na kusadikisha kauli yake Mwenyezi Mungu. Na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Na yeye ndiye aliyekupeni uhai, kisha anakufisheni unapomalizika muda wenu, kisha tena atakufufueni siku ya Kiyama kwa ajili ya hisabu na malipo. Hakika mwanadamu baada ya neema zote hizi na ushahidi wote huu ni mwingi wa kumkataa Mwenyezi Mungu na kuzikataa neema zake alizompa. Tumewajalia katika kila umma waliokwisha tangulia wawe na sheria zao mahsusi zinazoambatana zama zao za kumwabudia Mwenyezi Mungu mpaka zinapokuja futwa na zijazo baadaye. Na kwa hivyo tumewajalia watu wako ewe nabii wawe na sheria ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka siku ya Kiyama. Ilivyokuwa hivi ndiyo amri yetu na mpango wetu, basi hao wanaojiabudia kwa dini zao zilizopita haiwapali wao kutia mkazo katika kukupinga wewe, kwani hakika sharia yako wewe imefuta sharia zao. Basi usijishughulishe na kujadiliana nao, nawe endelea kuwaita watu wende kwa Mola wako mlezi kwa mujibu wa unavyopewa wahi, yani ufunuo. Hakika wewe unafuata uongofu ulionyoka wa Mola wako mlezi. Na wakishikilia kuendelea kujadili,
basi waachilie mbali na waambie, Mwenyezi Mungu anajua zaidi vitendo vyenu na malipo mnayostahiki. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yangu na nyinyi siku ya Kiyama katika hayo mnakutalifiana nami. Atamlipa thawabu aliongoka na atamwadhibu aliyepotoka. Ewe mwenye akili, jua kuwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kiliomo mbinguni na duniani. Hapana kitendo cha hawa washindani kinachofichika kwake. Vyote hivyo vimekwisha andikwa katika ubao uliohifadhiwa, yani Lauhul Mahfudh. Kwani kujua kwake Mwenyezi Mungu na kuvidhibiti kwake ni kazi nyepesi kabisa kwake. Na washirikina huabudu badala ya Mwenyezi Mungu masanamu na watu ambao haikuteremka hoja yoyote ya kuabudu hao katika kitabu cha mbinguni chochote. Wala wao hawana ushahidi wowote wa kuingia akilini, lakini wanafanya yote hayo kufuata pumbao na mila tu. Wala hao washirikina waliozidhulumu nafsi zao na wakazidharaulisha akili zao hawatopata msaidizi wa kuwanusuru na kuwakinga na adhabu ya moto siku ya Kiyama kama wanavyojidai. Ewe nabii, hao washirikina mtu akiwasomea aya zetu zilizo wazi na ambazo ndani yake na ushahidi wa kweli kwa hayo unayowaitia na ubaya wa ibada zao, utaona katika nyuso zao ghadhabu na chuki inayowaja, hata inakaribia kuwapelekea kutaka kumuua huyo anayewasomea. Ewe nabii, waambie kwa kuwazindua na kuwaonya, je, mtanisikiliza nikiwaambieni aliyokuwa mabaya zaidi kuliko hiyo chuki na ukunguzeni roho? Ni moto ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi waliokufuru kama nyinyi siku ya Kiyama, na hapana mwisho mbaya na makazi maovu kuliko hayo. Enyi watu, unapigwa mfano, basi usikilizeni. Hakika wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu hawatoumba hata nzi, ijapokuwa watajumuika kwa hilo. Na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake. Amedhoofika kweli huyo mwenye kutaka na mwenye kutakiwa. Hawakumwadhimisha Mwenyezi Mungu anavyostahiki kuadhimishwa. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye kushinda. Mwenyezi Mungu huteua wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa watu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, na kwa Mwenyezi Mungu yatarejeshwa mambo yote. Enyi mlioamini, rukuuni na msujudu na muabuduni Mola wenu mlezi, na tendeni mema ili mfanikiwe. Nafanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki jihadi yake. Yeye amekuteueni, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini, nayo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye alikuiteni Waislamu tangu zamani, na katika hii pia, ili awe mtume shahidi juu yenu, na nyinyi muwe mashahidi kwa watu. Basi shikeni sala na toeni zaka, na shikamaneni na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mlinzi wenu, mlinzi bora kabisa na msaidizi bora kabisa. Enyi watu, sisi tunakufahamisheni ukweli wa ajabu, basi hebu usikilizeni na muzingatie. Haya masanamu hayataweza kabisa kuumba chochote, hata kikiwa kitu duni kabisa kama nzi, hata ikiwa yote yakisaidiana katika kuumba huko. Bali huyu makhluku duni kabisa akiwanyang'anya chochote katika hizo sadaka wanazopewa masanamu, hawawezi kumzuia au kumfukuza. Unyonge gani basi huo wa kushindwa na nzi kutoweza kurejesha alichopokonya? Na nzi ni kitu dhaifu mno, wote wawili ni wanyonge. Bali haya masanamu ambayo kama mnavyoona ni dhaifu zaidi, basi huwaje mwanadamu mwenye akili akenda kuyaabudu na kutaka yamnafirishe? Hawa washirikina hawamjui Mwenyezi Mungu kama anavyofaa kujulikana, wala hawamtukuzi kama anavyostahiki kutukuzwa. Walipokwenda kumshirikisha katika ibada na vitu visiokuwa na maana kabisa, na hali kuwa Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila kitu, asiyeshindika na yeyote. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hikima yake yamempelekea kuteua wajumbe kutokana na malaika na kutokana na wanadamu, ili wafikishe sheria yake kwa viumbe vyake. Basi huwaje mkampinga aliyemchagua Mwenyezi Mungu kuwa ni mjumbe wake kwenu?
hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia wayanenayo waja wake, mwenye kuviona vitendo wavitendavyo, naye atawalipa kwavyo. Na yeye subhanahu anajua hali zao zilizo dhahiri na za ndani, hapana kinachofichika kwake, na kwake yeye pekee ndiyo yanarejea mambo yote. Enyi mlioamini, msishughulikie upotovu wa makafiri. Nyinyi endeleeni na kutimiza sala zenu kwa ukamilifu kwa kurukuu na kusujudu, na mwabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni na kukuruzukuni, wala msimshirikishe naye na yeyote. Na tendeni kila lenye kheri na manufaa, ili mpate kuwa watu wema waliobahatika katika akhera yenu na dunia yenu. Na wanieni katika jihadi ya kunyanyua neno la Mwenyezi Mungu na kutafuta radhi zake, mpaka mwashinde maadui zenu na myashinde matamanio yenu. Kwani yeye subhanahu amekukaribisheni kwake, na amekuteueni mwinusuru dini yake, na amekujalieni muwe umma wa katikati, wala hakukulazimisheni katika aliyokuwekeni sheria lolote lenye mashaka juu yenu msiloweza kulichukua. Na amekufanyieni mepesi katika yanayokuleteni mashaka, na katika msiyoyaweza amekufanyieni ruhusa namna mbalimbali. Basi ishikeni dini hii, kwani hii ndiyo dini ya baba yenu Ibrahim katika misingi yake. Na yeye subhanahu ndiye aliyekuiteni Waislamu, yaani wanyenyekevu, katika vitabu vya mbinguni vilivyotangulia, na pia katika hii Kurani kwa utiifu wenu kwa yale aliyokutungieni sharia. Basi kuweni kama alivyokuiteni Mwenyezi Mungu, ili muwe mwisho wenu mnamshuhudia mtume kama amekufikishieni ujumbe, nanyi mkatenda aliyokufikishieni mpate kufanikiwa, na muwe mashahidi kwa kaumu zilizotangulia kwa yaliyokuja katika Kurani, kwamba mitume wao nao walifikisha ujumbe. Na ilivyokuwa Mwenyezi Mungu amekuchagueni nyinyi hasa kuwa ni watiifu kwake, mkashika sala kwa ukomo wa ukamilifu wake, basi ni wajibu wenu kulipa hayo kwa kumshukuru na kumtii. Mshike sala kwa utimilifu wake, na mwape zaka wanaostahiki, na mumtegemee Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote, na mchukue kwake msaada, kwani yeye ndiye msaidizi wenu na ndiye wa kuwanusuru. Yeye ndiye mbora wa ulinzi na mbora wa kunusuru.